Nairobi. Tuliona jana governor akijaribu kuwekelewa makesi ati yale alitenda kabla hajakuwa hata MP, kabla hajakuwa senator, na saa hii ni governor. Na mimi nafikiria hapo mbeleni mliona pia governor akiwekelewa makesi, sijui amepokea pesa kutoka kwa nani, sijui amepokea pesa hata kabla hajakuwa governor. Na ile mambo ambayo yanaonekana saa hii ni kudhibitisha yale wakina Maina Kamanda wamesema, na kuna grupu iliniambia Ndile, tunakupea muda huu governor hata kama miaka 2. Waliniambia hivyo mimi. Kwa hivyo ni kuonyesha, hii ni njia moja ya kuonyesha kuna mkono wa watu fulani ambao wanafikiria Nairobi ni yao. Wale walikuwa wanasema governor Sonko hawezi kutawala Nairobi, walikuwa wanataka Peter wao Kennedy. Hiyo ni kitu ambayo inajulikana. Na hii vita ya Sonko isionekana kama ni vita hii ya mambo ya corruption, mambo ya makesi. Mimi sijai kuona mtu amekuwa kwa uongozi zaidi ya miaka 12 na bado anaambiwa ati kuna kesi zake zilikuwa sui za nini. Hiyo mimi sijaiona. Kuna watu wana kesi kotini, wakina Mutudho wamefanya kesi kotini, na bado kesi iko kotini, na bado Mutudho akapoindiwa sui nini, na hiyo kesi bado iko. Kuna watu ambao walikuwa wanasemekana hata wasisimama rais, ambao ni rais wetu, ambao tunampenda, na deputy wake, kwa sababu wako na makesi sui wapi. Na ile uamuzi ulitokea ni kwamba makesi, hata kama kuna makesi, hata kama kuna nini, na mimi najua Gavana Sonko ana kesi, hii ni mambo anachimbwa na kabila fulani. Na hiyo kabila yaambiwe Nairobi sio yao peke yao. Na hii mambo ya kabila tulikuwa nafikiria imeisha. Na tunafikiria kitu ambao ni ya sahau. Lakini sasa wameanza kuitumia kumfinya gavana wetu ambao ni gavana ambao wengine tunafikiria yako na future. In fact ni kama wanajua 2022 tutamsimamisha akuwe president. Kwa hivyo wasione kama ni gavana wa Nairobi peke yake, ni gavana ambao anategemewa hata Ukambani, hata Kenya mzima, hata Coast, kila mahali Gavana Sonko anapendwa. Kwa hivyo hii ni juhudi moja, kulingana na maoni yetu, ni juhudi ya kumkanyanga ili asifikirie, awe busy asideliver Nairobi, kwa sababu ilianza kama mchezo. Ikasemekana sijui kuna kampuni za takataka, watu wa takataka wakaanza kukosa kulipwa ili Nairobi ionekane chafu, kwa sababu Gavana Sonko amefanya kazi kuliko Kidero. Ile miaka Kidero amekaa kule, baada ya miaka 2 Sonko alikuwa amefanya ile kazi hata Kidero hajaifanya. Na watu wanamuona Sonko ni kama mtu ambao anaweza saidia. Juzi amepewa kuwa ambassador wa good deeds. Amepewa tuzo nyingine juzi, sijui ni ya nini. Hii ni wale wanasiasa wakali wamemonitor, wameona Sonko anaweza fika mahali, na ndio sababu anamwekelea hizi vitu. Sisi hatuoni kama ni kitu kingine, kwa sababu kuja kusema ati Sonko akuja record statement, hata ningekuwa ni yeye singeenda, ningewaambia wakuje wanishike. Hata yeye ni mtiifu. Kaleme mimi singeenda. Huwezi kuja kuniambia nilikuwa na kesi, sijui ilikuwa ya nini. Na mwenye anasema hivyo ni mtu ambao anasikia amekula mashamba Nairobi. Na kuna vitu mingi watu wanajua, hata ile Sonko ametufafanulia kwamba kuna mtu wa anti corruption ambao ameiba shamba. Juzi Gavana Sonko alisema maauditor wanaongwa. Watu wakampuuza. Sasa kila gavana anaimba. Kwake alipeana pesa ili auditing ifanywe hivi na hivi. Kwa hivyo tunaambia kuanzia leo, kama sisi viongozi wa Ukambani, watu waachane na Sonko. Sonko wako na wenyewe. Sonko wako na wenyewe, wasione kama ni watamrusha hivi. Na mimi nimwambie Gavana Sonko, wakikuita tena usiende huko wanakuita. Enough is enough. Kuna wakati mwingine tunasemanga enough is enough. Kwa sababu hii serikali ina uwezo wa kukuku. Mimi nikienda bunge nilikuwa na makesi 9. Nawekelewa sijui nimetusi Moi, sijui nimefanya nini. Nilikuwa naenda kotini Monday mpaka Friday, mpaka Saturday saa nyingine naenda kotini. Kwa hivyo hii ni vitu ambao gavana wanamweka busy ili asifanye kazi yake. Na mimi nawaambia Gavana Sonko, wewe usishtuke, tuko nyuma yako na tutakufuata hata hiyo kiti kubwa. Wakamba wamesema tutakupea hiyo kiti na Wakenya wale ambao wanajua Sonko anaonewa. Na nimwambie asiogope chochote na asiende tena. Asiende, wacha kuja wamchukue nyumbani ama wamchukue kwa ofisi. Ndio tujue wao ni wanaume. Kwa sababu kuna wakati mwingine unasema enough is enough. Huwezi kuwekelea mtu kesi sijui alifanya sijui nini, sijui alikuwa na makesi. Ulikuwa wapi? Kwani wewe umeandikwa lini wewe? Umeandikwa siku ngapi? Umejua juzi, umejua jana. Na niseme nirudie, nafikiria Kenya ni yao. Kenya si yao.
Hata tumewahurumia, tumewapea mapresident, sweep president, tumerudia mpaka Kibaki, tumerudia mpaka Uhuru, tumerudia mpaka kulikuwa Kenyatta hiyo miaka yote. Wanafikiria wao ndio Kenya hii. Kenya hii si yao. Kenya hii si yao, ni vizuri waambiwe. Kwa sababu walikuwa wanafikiria watawekea Sonko deputy ndio wamumalize, ndio huyu deputy Gathe akue kwa kiti. Na hiyo ilionekana wakati Gathe anaambia Sonko, wewe enda ufanye siasa, mimi nitakalia hii kiti yako. Alikuwa anakalia kiti yake. Hata kama ni mimi ningempiga teke, singemwachilia. Kwa hivyo ile watu wanafikiria ni kama Nairobi ni yao, wajue hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tunataka kila mtu accommodate yule mwingine. Anaitwa Mheshimiwa Magdalene Ndawa kutoka Machakos, na mimi ni resident pale Nairobi. Na mimi nataka kuambia EACC, that organization haifai kutumika kunyanyasa mwananchi wa kawaida ama elected leaders. Governor Sonko is working for Nairobi residents and is doing his work. Kwa hivyo wampatie nafasi amalize tamu yake vizuri, afanyie wananchi kazi. Na wananchi wa Nairobi nataka kuambia, msikumbali governor wenu apigwe vita zenye hazifai. Tujaribu iwezekanavyo. Kama EACC inafikiria itasimamisha kazi ya Nairobi County na kunyanyasa governor, sisi tutaingia mtaani, tutatokelezea, we'll have a peaceful demonstration, na tutaenda kwa hiyo ofisi. Kwanza huo mwenye ana lead hiyo EACC, tunajua what you have done, you are a corrupt leader na uko pale na wewe ndio unanyanyasa wale leaders wengine. Tutakutoa kwa hiyo ofisi, na tunaomba Rais Uhuru Kenyatta uweke mtu mwenye ako clean kwa ile ofisi. Kwa sababu ule jamaa anataka kusumbua leaders, ndio wasiulize kwa nini ile nyumba ilinunuliwa na magendo na nini, kila kitu iliendelea pale. Tunajua Governor Sonko ameelimisha wananchi na wanajua nini iliendelea. Ile kitu kingine nataka kusema, sisi kama wamama hatutakubali mtoto wetu anyanyaswe pale Nairobi. Sisi tutasimama na wewe governor kidete, na tutakuachilia. Wajue kama wewe ulichaguliwa na wananchi wa Nairobi, na ile Nairobi wewe ndio ulilead kwa leaders wote, even president hakupata ile kura wewe ulipata Nairobi. So we know you are the leader of Nairobi, and come 2022 sisi kama Wakamba na sisi kama wananchi wale tunajua wewe unatetea wananchi wa Kenya, tutakuweka kwa hiyo kiti wanakataa. Hiyo ndio tutakuweka, utakuwa rais wa hii nchi. We need to change the politics of this country. We cannot be led by one community for all these years. As Kenyans, we need to stand and vote for somebody who can understand Wanjiku ni nini. Wanjiku ule mwananchi wa kawaida, na Governor Sonko ndio anaelewa na Wanjiku ni nani. Asante. I'm a leader in Machakos and a resident in Nairobi, and we are feeling offended because of what is happening in Nairobi. We know that this is the third year that our governor is leading Nairobi, and we have seen what he has been able to do. He has crushed all the cartels, and now we can see this is a work of the cartels. They are regrouping again, and they are using our constitutional offices. That is the EACC and also the DCIA. We are asking that the president, we need your intervention, because we need Nairobi, we need the governor to work. And if the governor is being now, every day is reporting to the EACC because of issues that even they have never come to the public light. 1997 is a long time ago, and the same offices they have been able to clear Sonko to be the MP of Makandara. Then after 5 years they cleared Sonko to be the senator of Nairobi, and also 2017 they cleared Sonko to be the governor of Nairobi. Now we know where we are heading to, because even through the BBI we know what is coming, and now there are people who have sensed some danger, that now Sonko is in a good position to be the president of the Republic of Kenya. We want to warn them, as the community and as the residents of Nairobi. We are not going to tolerate this. Actually, and also I want to concur with my friend Kalembe. There's no time to visit those offices. Sonko, the time that is left is to work for the people. Let him work. If they want any information from him, let them go to his office, because he's an elected leader. And being elected is not like being appointed. This person has the confidence of the people of Nairobi, and let them leave him alone so that he can work for the people of Nairobi who elected him. Thank you.